Dakika nazo zinasogea msikilizaji, tangu imetimu saa 1 dakika ya 6. Karibu sana katika ripoti ya leo ya EFM. Karibu tuzungumzie kuhusu maisha, na ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu, nasi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Na leo ni siku ya kipekee sana. Karibu katika mkasa ambao tuko nao katika msimu huu, mkasa wa ndugu yetu rafiki anaitwa Meshack. Na leo angalau sauti yangu inasikika vizuri, si ndio? Yapo bado haijawa sawa, lakini nitakaa sawa. Karibu sana. Jana kuna mahali tuliishia msikilizaji, tuliishia ndugu yetu Meshack akitueleza kubwa zaidi ni yeye kukabidhiwa majukumu, na sasa ni yule kiongozi wa nafasi ya juu kabisa ambaye anasimamia vitengo vyote. Na utakumbuka namna ambavyo aliletwa Meshack mahali hapa, kikubwa aje ajifunze na apate posho kidogo kwa ajili ya kuzidi kujiwekeza, naye siku moja aje atimize ndoto yake ya kuwa mfugaji mwenye mafanikio makubwa. Lakini akiwa huku basi akapata hii zari, na ndio nafasi sasa hivi ambayo anaifanyia kazi hapa kazini. Lakini taarifa mbaya inatokea ya msiba. Aliyekuwa ana nafasi ambayo Meshack amechukua amepatwa na mauti. Ni msiba ambao umewagusa wao kama wao. Tetesi ni nyingi kwa sababu mgonjwa hajaumwa muda mrefu. Maneno ni mengi, lakini wapo kijijini katika mashamba huyu Meshack pamoja na wenzake wakijadili hasa kuhusu kifo cha mpendwa wao. Karibu sana leo msikilizaji, na tusogee mbele zaidi tuyasikie haya ndugu yetu Meshack anashia pamoja nasi. Kumbuka msikilizaji, haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, nasi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Mimi Veronica Franki huambatana pamoja nawe kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Ndio basi na tusogee mbele zaidi msikilizaji, lakini ninayo sababu ya kukukumbusha msikilizaji wetu, mdau wetu wa karibu wa EFM. Tunasherehekea miaka 11 ya EFM tangu matangazo yalipoanza kuruka live. Umeanza kusikiliza lini EFM? Basi tuko na muda mrefu sasa, ni miaka 11 tunasherehekea. Katika mengi ambayo tumekuandalia, lakini kubwa tulilonalo ni kuhakikisha tunasema asante kwako, tukirejesha shukrani zetu za dhati kwako, na asante yetu haijaja mikono mitupu. Bwana, asante yetu imeambatana na zawadi ambazo tumekuandalia, na ndio maana tuna kampeni yetu ya Jikune. Umeisikia hiyo? Kwamba tunatimiza miaka 11. Sasa zawadi ni nyingi sana. Tuna friji, tuna TV, tuna simu. Hizi ni simu janja, yani namaanisha ni smartphone, na tuna zawadi za kulipiwa kodi ya pango. Tuna zawadi ya kulipiwa bili za maji, unaweza kununuliwa umeme. Zawadi ziko nyingi sana. Kwa kikubwa mimi nacho kushauri rafiki yangu mdau wetu ni wewe pia kupata hizi zawadi kwa njia nyepesi, kwa kuingia kwenye menu ya simu yako, piga nyota 150 nyota 45 nyota 1 alama ya reli, alafu piga. Ukipiga utakutana na maswali, mimi napenda mazuri sana, na vitendawili. Utakutana na maswali ya historia, utajibu, na unapojibu una nafasi ya kupata hizi zawadi. Unaweza kujibu swali moja, maswali mawili, maswali matatu, vile tu mwenyewe unavyoona unaliweza ukalijibu, na ukapata nafasi ya kujipatia hii zawadi katika kutimiza miaka 11 ya EFM. Rafiki yetu anaitwa Meshack. Meshack anatueleza haya. Meshack anasema yes. Meshack anasema hii ni safari yangu ya maisha. Mimi kijana wa Kitanzania ambaye niko napambana sana kwa ajili ya maisha. Natamani kesho yangu iwe njema. Huku nimekuja mashambani, nimekuja kupambana pia. Naona kuna mwanzo mzuri huku katika harakati zangu za kupambana. Meshack anasema tuko tunajadili na wenzetu hasa kilichomtokea mwenzetu. Sentensi ya kusema ndugu zake wanahisi kifo cha mpendwa wao akijawa kifo cha kawaida, kwa sababu alikuwa akitamka maneno msiniue, na mke wake pia kusema anahusisha kifo cha mume wake kilianzia mashambani, mahali ambako sisi tuko huku na tunafanya kazi. Inaleta hofu. Hata mimi pia nilitulia mwenyewe, ikanipa hofu. Sio mimi tu, hata na wenzangu, na yule ambaye alikuwa akisema haya maneno tulimwambia usitutishe bwana, unajua tupo kwenye utafutaji. Sentensi zako zinaweza zikawa ni sentensi za vitisho, sio kitu kizuri.
kifo kila moja atakufa. Ni majira tu, nani ataanza, nani atachelewa. Haya anayoyajua ni Mungu. Mungu yeye ndo anajua. Alikuleta duniani lini na lini atakuondoa. Yeye ndo anajua. Sasa tubaki hapo kwamba kila nafsi itaonja mauti, basi tuishie hapo, tusitishane. Lakini mimi binafsi niliendelea kujiuliza kwa nini minongono hii isikike. Sentensi bosi wangu aliniambia, hii nafasi nimewambia wenzako umekaimu, lakini hii nafasi ni ya kwako. Okay, sitaki kuwaza sana, unajua. Sitaki kuwaza mambo mabaya. Mtu ameshatangulia mbele ya haki na tuna sababu ya kuendelea kupiga kazi. Na kweli hata siku ilipokuwa nyingine, mimi niliwaambia wenzangu, jamani turejee kazini, tuendelee kufanya kazi. Tuendelee kufanya kazi. Mungu hanaga mpango na wafu. Yaani wewe ukiwa na season yako hapa duniani, Mungu ndo ana mpango na wewe. Lakini siku utakapoondoka, Mungu hana mpango na wafu. Wafu hawasikii, wafu hawawezi kufanya chochote, wamelala yani. Wamelala, kwa hiyo season zao zimeisha. Season zetu sisi ndo sisi hapa sasa, ambao Mungu ametujalia tuko hai. Tuna sababu ya kupambana. Jamani tupambaneni, tuachane na mambo habari hizo za minongono, tufanye kazi. Kwa hiyo watu tuko mzigoni, watu tunaenda kupiga kazi, unajua. Watu tunaenda kupiga kazi, watu tunaenda kupiga kazi, maisha yanaendelea. Lakini bosi wetu pia alikuja. Alikuja bosi wetu. Yes, lakini bosi wetu pia alikuja. Bosi wetu alikuja pia kama sehemu ya kuendelea kutufariji na kutupa morali mpya kazi, kwamba tuendelee kufanya kazi. Mimi nilichukua nafasi kama kukaimu baada ya mwenzetu kuumwa, lakini ananiona kwamba nimefit, na akiuliza, jamani mnaonaje nafasi ambayo ndugu yetu Meshack ameishika? Mimi naona kwa muda huu tumpe mkono wake hongera, aendeleze kijiti, maana tunaona anapita mule kwa kiongozi wetu ambaye ameshapumzika. Kwa hiyo wenzangu pia waliona mimi kiongozi mzuri, na wakapendekeza, wakafurahi kwamba hakika anatuongoza vyema. Kwa hiyo hakukuwa na pingamizi. Kwa hiyo niliendeleza ile nafasi. Niliambiwa nimekaimu, sasa mwenye nafasi kashafariki, sasa naiendeleza. Kwa sasa hiki kiti ni cha kwangu, hii nafasi ni ya kwangu, niko naongoza wenzangu. Siku ile tulipozungumza na bosi tukiwa na wenzangu, aliniita pembeni, akaniambia, sasa majukumu yako juu yako sasa hii ni rasmi. Nilikukabidhi rasmi, lakini sasa nimekukabidhi na watu pia, kwamba wewe ndo kiongozi wao. Wasimtarajie kiongozi mwingine kwamba atakuja, wewe ndiye kiongozi wao. Wanapaswa kusikiliza na kutii kila unachokisema. Siku ya zoezi letu unakumbuka mazungumzo yetu tulizungumza? Nikamwambia nakumbuka. Akasema sawa, majira hayako mbali, yanakaribia, tutalifanya zoezi letu. Lakini hiyo siku nitakupa maelekezo mapema, utaondoa kila mtu alio hapa ili tulifanye ile zoezi. Nikamwambia sawa boss, naelewa. Akaniambia basi haina shida, kama ataka kitu haka kidogo. Kweli nikaweka mkono, maana alikuwa anataka kunipa mkono na mimi nikampa mkono. Alinipa pesa. Kwa hapo sikuhesabu, lakini ni kibunda, na ameshakuwa akinipa pesa mara kadhaa. Yes, kwa hiyo nikamshukuru na akaondoka. Kapata muda nikiwa mwenyewe nikahesabu, alikuwa amenipa shilingi 100,000 ameikunja. Kwa nini ananipa pesa? Kwa nini ananipa pesa? Upendo. Labda upendo. Ananipa mshahara, nafanya kazi na siko mjini, kwamba naweza nikawa na uhitaji labda wa pesa, unaenda kusalimia wazee nini wapelekee chochote, tuko huko mashambani. Lakini haikunifanya nikafikiri sana. Tuliendelea kupambana na kazi kama kawaida, na aliniletea ujumbe siku ambayo yule mtu atakuja. Na mimi niliwaambia hawa mapema, jamani tuna marekebisho ya baadhi ya mabanda hapa,
na yatafanyika kwa siku moja. Kwa hiyo usimamizi wote utafanyika hapa juu yangu, na nimeona ni vyema na kulingana na bosi alivyoshauri tupate break. Unajua tumekuwa tuko busy sana, watu wapumzike, tunapumzika kwa awamu, lakini unajua tuna familia, tuende tukatembelee familia zetu, tukawajulie hali. Lakini bosi pia hajaacha mikono mitupu, kwa sababu tarehe za chochote hazijafika. Ameacha kila mmoja angalau apate hapa nauli na chakula cha kujikimu angalau kidogo. Basi ni furaha kwa mfanyakazi kuona tarehe ya mshahara haujafika, lakini anasema mtoke na mkatembee, mkaenjoy, lakini anawapa chochote. Ina maana huyo ni bosi mwema. Kwa hiyo zoezi la ugawaji lilifanyika. Kwa hiyo na siku hiyo wataondoka, ina maana masaa 24 yani hata kuwepo na mtu. Ina maana ni mimi ndiye nitakayesalia. Mimi kwa mara ya kwanza nabaki kwenye hili eneo. Unajua mimi kipindi kile tunafanywa hivi siku, yani nilikuwa tunajua ni marekebisho, kuna timu itakuja kufanya kazi, na yani sikuwahi kuwaza. Alafu isitoshe wengi tunajua hivyo, yani wengi tunajua hivyo. Ina maana aliyekuwa anajua nini zaidi, ina maana mimi sasa, kwa sababu niko kwenye nafasi, ina maana ni yule kijana mwenzangu, bosi wetu aliyefariki. Ina maana yeye ndo alikuwa anajua. Ninawaondoa wenzangu sasa hivi, wataondoka hapo wenzangu wote, nitasalia mimi. Kuna jukumu ambalo napaswa kufanya, kwa sababu kupewa hizi njururu na mimi nilikuwa napewa, na tunaenda kutembea, tunafurahia, lakini kilichokuwa kinaendelea, ina maana mimi leo ndo naenda kukishuhudia siku ya zoezi ambalo linafanyika. Meshaki anasema kweli alikuja yule mbaba ambaye mimi nilishakutanishwa naye na tajiri yangu. Akasema nimekuja mwenyewe, lakini na timu yangu itakuja. Nimekuja kwa ajili ya kuweka alama vizuri. Nikamwambia nimekuelewa. Akaniambia kazi yako ni nzuri. Kazi yako ni nzuri. Toka umechukua hii nafasi, ninaona kazi yako ni nzuri. Nikamwambia sijakuelewa. Akaniambia kazi yako ni nzuri. Wewe kijana una kazi nzuri sana. Alinisifia huyo mzee. Sijui nimefanya nini cha ziada, kwa sababu maelekezo ni yale ya kazi ambayo tunazifanya kila siku. Okay. Basi mimi niko, ina maana nasikiliza anavyosema na kusimamia ile zoezi lifanyike. Kweli ilikuja timu, na nilikuwa nawaza yani ni kitu kidogo, lakini walikuja vijana kama 7. Na kwa maelezo yake alisema tuko kwenye maandalizi ili zoezi. Yes, nikushukuru sana msikilizaji kwa kuendelea kutegea sikio EFM popote pale ulipo. Tunazidi kusonga mbele msikilizaji, na muda huu ikiwa ni saa 1:22, nilikueleza kwa habari ya Jikune. Tunatimiza miaka 11 ya EFM na tuna zawadi nyingi tunaendelea kuzitoa. Utakumbuka mimi nimetoa zawadi mbalimbali, na leo tuna mshindi wetu ambaye hapa nitakuwa nikimkabidhi simu. Hii simu ilibidi ichukuliwe nafikiri ni jana. Lakini mambo yakawa meingiliana, mshindi wetu akawa ana mambo mengi, lakini leo yuko hapa na mimi kwa dakika 1 nataka niitumie hapa nimkabidhi simu yake. Jamani, ni simu ya kwake. Karibu sana studio za EFM. Asante. Kwa jina naitwa Ramadhani Rajabu kutoka Kibaha Maili Moja. Unatokea Kibaha Maili Moja? Rajabu, ndo tuliongea siku zile. Yeah. Wow. Niambie kwanza, uliposikia ile tangazo tunasema Jikune miaka 11 ya EFM, wewe ulielewaje? Hii tangazo kwa mara ya kwanza nilisikia. Kwa sijaamini, sina uhakika kama ni kweli kwamba hizo zawadi zinatoka au la, zawadi hazitoki. Nilipojaribu juzi hiyo, sogea mic kidogo. Juzi
Nilipojaribu juzi ndo ningeja kupata hiyo zawadi. Uliingia kwenye menu gani na unatumia mtandao gani? Natumia mtandao wa Yas. Okay. Wanasema mbadilisha, ilikuwa zamani ilikuwa ni Tigo. Yes, ukaingia kwenye menu gani? Nikaingia nikabonyeza nyota 150 nyota 45 nyota 1 alama reli. Ukapata swali. Uliulizwa swali gani? Swali la niloulizwa niambiwa rais wa kwanza nchini Tanzania ni nani? Kwa sisi ambao tunafahamu sababu ni rais ambao tunamfahamu. Swali rahisi. Tukamtaja tu jamhuri, yani Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Uliulizwa swali moja tu? Yeah. Sasa na mimi nikakutangaza wewe ni mshindi. Mimi naomba leo nikukabidhi simu yako rasmi. Hii ni Samsung mpya kabisa, naona umeiona, si ndio? A05. Simu nzuri sana hii. Ulikuwa una smartphone? Nilikuwa nayo smartphone ila tuseme kama Mungu tu. Yaani simu inakufa hapo unapata kitu. Hakika ni Mungu. Ndugu yangu, hongera sana. Mimi nikupongeze. Asante sana kwa kusikiliza EFM. Hizi ni zawadi zetu kwako wewe msikilizaji wetu. Kuna watu hawaamini, lakini umefika mpaka studio za EFM na umepata zawadi yako. Unatamani kuambia nini? Natamani kuambia ndugu wa Tanzania wenzangu wacheze, wasiwe na hofu. Yani wawe tumua kabisa. Zawadi zinatoka ni kweli. Na zawadi mbalimbali wanazitoa. Bado zawadi zinatoka ni nyingi kabisa. Kwa wawe na uhuru tu. Menu yetu ni ile tu. Nyota 150 nyota 45 nyota 1 alama ya reli. Unapokuwa utachagua vipengele kipi, kama chemsha bongo au vile vipengele vingine, ukawa unaendelea kujibu maswali. Sawa. Mimi nikushukuru sana, asante kwa kufika. Asante. Asante sana. Haya, msikilizaji, huyu ni mmoja kati ya washindi wetu. Washindi wako wengi sana na wewe una nafasi pia kushinda. Menu kashakwambia. Sasa unangoja nini jamani? Unaweza ukalipiwa kodi, unaweza ukalipiwa bili ya maji, unaweza ukapata simu. Mimi na rafiki yangu ananiambia Viru, mimi nataka hiyo simu. Simu zipo, ingia tu kwenye hiyo menu. Utaulizwa swali hapo, yajibu vyema kabisa. Zawadi ziko nyingi kwa ajili yako. EFM 103.3 Mbeya. Mkasa wa ndugu yetu, rafiki yetu, mpendwa wetu, yeye anaitwa Mesha, akihakikishia nasi haya katika safari yake ya maisha. Nami niko hapa, tunasogea mbele zaidi. Mesha anasema, kwa hiyo niko na utulivu na zoezi linafanyika usiku. Maandalizi ndo kama haya. Mimi niko nimetulia na sitaki kufuatilia chochote. Nimetulia tu pembeni. Mesha anasema, nakumbuka huyu baba aliniambia, mbona kama unajitenga? Nikamwambia, unasema mbona kama unajitenga, yani unakaa mbali hivi? Nikamwambia, hapana, tuko pamoja. Zoezi hili lazima likamilike na mimi niko hapa kuhakikisha chochote kinachohitajika ninakuwa nakisogeza kwa wakati. Akaniambia, sio chochote kinachohitajika, tunaambatana pamoja kufanya hili zoezi. Nikamwambia, tunaambatana kivipi? Mimi sijui chochote na sijaelekezwa hivyo, nimeambiwa nisimamie. Akasema, kwani ukiambiwa usimamie maana yake nini? Ina maana na wewe kuwa mshiriki wa kinachofanyika. Basi nikamwambia, wewe mzee, haina shida. Sasa mtu kama ananiambia sogeza maji haya, sinasogeza. Kwani shida ni nini? Wala sio hoja. Nikamwambia sawa, niko hapa. Nikawa nimetulia. Muda ulisogea, usiku ulisogea. Zoezi linafanyika usiku. Kwa mara yangu ya kwanza kwenye maisha yangu ninakiona kitu kwa macho kikifanyika nyakati za usiku, na naambiwa haya ni masuala ya kibiashara. Kila biashara unayoiona ina survive, ina nguvu, ina wateja wengi, yani inakuwa kubwa, inakuwa na matawi. Ni biashara ambayo nyuma ya hiyo biashara lazima ina nguvu inayoisogeza mbele. Sasa kuhusu swala la nguvu,
ndo zenyewe ndo kama hizi. Sasa hii mimi naiona live. Sasa hizi ndizo nguvu ambazo zinasogeza hii biashara isogee mbele. Sisi tunafurahia, tunatoa tray nyingi za mayai. Tunapata tenda sana. Mahoteli mengi yanatutegemea. Tunasafirisha mayai. Unaona, tunaona kwamba ni kwa ajili ya uzalishaji tu ambao unafanyika hapa. Lakini kumbe kuna matukio yanafanyika tena usiku wa manane. Mambo yanafanyika makubwa kweli kweli yani. Hapa zoezi linafanyika. Ng'ombe. Sasa kazi ya ng'ombe sasa ndio naenda kuiona inafanyika usiku huu, kazi ya ng'ombe. Meshack anasema lilianza kuchimbwa shimo. Shimo linachimbwa. Shimo alichimbwi mapema. Shimo linachimbwa usiku. Kwa hiyo hii timu imekuja hapa, kuna kazi maalum, kulikuwa na kibarua cha kuchimba. Lakini shimo linapochimbwa, huyu mzee yeye anakuwa kama ana maneno kama ananuia, lakini sio kwa lugha ya Kiswahili. Kwa maana nikaelewa alikuwa ana lugha anatumia. Anaenda anasema hayo maneno huku lile zoezi linaendelea kufanyika. Anasema maneno huku lile zoezi linaendelea kufanyika. Nikaambiwa na mimi nikamate nichimbe. Jamani, na mimi tena isiwe shida, na mimi nikashiriki na kuambia chimba nikuchimbe. Shimo la kima cha kuingia, ng'ombe akiwa amesimama. Sio kuna mtu unanielewa? Kuna ng'ombe amesha pigwa shoka, amezimia nkaja, mnachukua mnamtupa, mnamfukia. Huyu anafukiwa akiwa wima mpaka kichwa kinamfunika. Kwa ina maana ni shimo hilo ni shimo nalichimba. Kwa hiyo tukachimba ikafika hiyo level. Wenyewe ni wataalamu wanajua, inatosha hapa, safi kabisa, hapa safi. Hasina mimi ndo niko hapa. Na muda wote tunachimba, huyu mtu hanyamazi. Yani anaendelea tu kusema. Hivi wewe ukiwa unafanya labda dua au unafanya maombi, unaombaga muda gani? Jamani. Hivi unajua toka tumeanza kuchimba huyu mtu anaongea tu achoki. Na kuna hao wengine walikuwa wasaidizi. Yaani kuna hao wengine wawili walikuwa ni wasaidizi, wanamsaidia. Yaani wakati anaongea ile maneno na wenyewe kama ya chini ana huyu naye ana wanaongea. Mpaka zoezi linamalizika. Sasa zoezi limemalizika, yule ndo akamaliza na yeye na watu wake kusema yale maneno. Mimi basi nimetulia. Baada ya hapo ng'ombe ndo huyu hapa sasa. Ng'ombe anafukiwa mzima. Ng'ombe aliwekwa mule kwenye lile shimo. Nakwambia ni usiku sana. Ng'ombe akadumkizwa pale. Ng'ombe anaanza kufukiwa, lakini kabla kufukiwa kuna vitu vilikuwa vinatupiwa mule. Kuna vitu vinatupiwa mule. Vinatupiwa vitu. Na baadaye ndo ng'ombe sasa anaanza kufukiwa sasa. Ng'ombe anaanza kufukiwa. Anapoanza kufukiwa, wale watu wanaanza kuimba. Kuna nyimbo fulani. Kuna nyimbo zinakuwa zinaimbwa. Sielewi ni nyimbo za lugha gani, lakini zinaimbwa taratibu. Wanazirudia, zoezi linafanyika. Jamani, yule ng'ombe ndio ina maana atafia kule ardhini. Yaani mpaka anafukiwa ng'ombe mzima. Zoezi likaisha. Pale pakawekwa vizuri, hakuna jambo lilifanyika hapa usiku. Yaani halijafanyika jambo. Mambo yakaisha pale. Pita pale, kanyaga sawazisha, hakuna jambo lifanyika. Basi mimi nikasema wamemaliza kazi yao ambayo walikuwa wanataka kuikamilisha. Na mimi nikawa nimetulia. Huyu mtaalamu, kiongozi, leader mwenyewe sasa akaniambia, kazi nzuri.
Nikamwambia nashukuru sana. Lakini nikamuuliza, hii ni nini maana yake? Mimi nilimuuliza huyu baba nikiwa mimi na yeye, hii nini maana yake? Akatabasamu, akasema, najua unapenda sana kujifunza, na huu ndo wakati wako wa kujifunza. Na wewe siku ukiwa na biashara utafanya zaidi ya haya. Umeona sasa, kuanzia siku 3 kutoka sasa mtaenda kutotolesha, mtakuwa na mayai mengi sana. Mayai yenu yatauliziwa sana. Kila mtu anayetaka mayai, anayejua kuhusu nyinyi, aliwaacha, atawatafuta. Atataka mayai kutoka kwenye kampuni yenu. Mtafika kipindi mtakuwa na uhaba wa mayai. Nyinyi itabidi mnunue mayai kwa wenzenu, miyauze kwa kupitia kampuni yenu. Nikamwambia, hii ni mara ya kwanza hili zoezi linafanyika. Sijawahi kuona nafika kipindi tunakuwa na uhaba wa mayai hata tunaenda kuchukua kwa wafugaji wengine. Akacheka, akasema na maswali mazuri. Unashangaa kwa nini iwe hivi kwa sasa hivi? Akasema kwa sababu unataka kujua, kuna siku moja utajua. Lakini hii kitu inaenda kubadilisha sana mazingira haya. Na unajua kama bosi wako ana branch ya hapa, mnaenda kuwa na branch nyingi zaidi. Nimekudokeza kwa sababu amekuteua umekuwa msimamizi wake mkuu. Kwa hiyo ni bidii yako tu kufanya kazi. Lakini mimi kwa sehemu ya kazi yangu nimemaliza. Baki na haya mambo kifuani mwako. Haya mambo waga hayazungumzwi. Usishie na mtu yote habari hizi. Mtu akihisi na kutaka kujua, sema sijui chochote, usijihusishe kwenye mazungumzo na mada kama hizi. Nikamwambia nimekuelewa. Basi watu hawa hawakutaka papambazuke zaidi ya asubuhi. Waliondoka mapema sana. Na kuambiaje, namna walivyoacha hakuna jambo lilofanyika. Lakini mimi ndio najua kabisa, jamani, tumefukia ng'ombe pale. Hapa tumefukia ng'ombe nyie. Ng'ombe mzima mkubwa kabisa tumemfukia hapa, ng'ombe kanona tumemfukia hapa. Hadi wenzangu wanarejea na nini, wanakuja kurejea kwenye majukumu ya kikazi. Mimi tu niko hapo, hakuna mtu anahisi chochote. Jamani, huwezi kuhisi, na ndio maana mimi sijawahi kuhisi chochote. Sijawahi kuhisi chochote. Na hii kanipa picha. Ina maana unaweza mtu ukawa upo kwenye mazingira, kwenye ofisi ya mtu, kwenye biashara za watu tupo. Kwa sababu sisi tumeajiriwa, tunafanya kazi na kuondoka. Huwezi ukajua yule mmiliki, yeye kuna vitu gani anavifanya ili biashara yake isurvive. Unaweza kukuta ndio vitu kama hivi hapa vinafanyika hapa. Utajua kama umehusishwa, na mpaka unahusishwa ina maana kuna namna. Uwezi ukahusishwa hivi. Leo mimi ndio naweza nikazungumza hiyo sentence. Uwezi ukahusishwa hivi. Lakini kwa siku zile za mwanzo mimi nilikuwa najua ananikubali, huyu mtu ametokea kunielewa. Kwa sababu kwenye maisha sometimes kuna mtu unaweza ukabondi naye, yaani ukajikuta tu unampenda tu, na unaweza ukasema nimebondi naye, stories zetu zinalingana. Haya anatueleza ndugu yetu, mpendo wetu, rafiki anaitwa Meshek katika siku njema ya leo. Msikilizaji, leo siku njema, na mimi niko hapa msikilizaji mpaka saa 2 kamili usiku. Haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu, nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Anaitwa Meshek. Meshek anasema tukarudi mzigoni kama kawaida. Mimi Meshek kwenye maisha yangu, hili tukio nimeliona la kwanza kwangu. Niliona kilichofanyika kwa namna hii. Lakini nataka nikwambie, tuliporejea na kufanya kazi awamu hii, mambo hayakuwa kawaida. Ile kauli aliyozungumza yule mtaalamu ambaye alikuja hapa na zoezi hili likafanyika, ni kweli. Ilifika kipindi uhitaji wa mayai ni mkubwa kuliko sisi tunaozalisha. Tulianza kununua mayai kutoka kwa watu wengine
wafugaji wengine, tena sio ya kiwango kidogo, mengi. Tunanunua, tunauza kwa kupitia kampuni yetu. Tunanunua, alichokisema ndicho ambacho mimi nilikishuhudia kwa macho. Lakini sijawahi kuona kitu kama hiki. Hiki kitu mimi sijawahi kukiona. Na hata nilimuuliza, hili ni mara ya kwanza mnafanya hivi, mbona yani kwamba sijawahi kuona tukauza mpaka ikafika kiwango tukakosa mayai kama ambavyo tunakosa sasa hivi. Yes, ndugu yetu anaitwa Meshaki. Msikilizaji, mapumziko dakika chache, nami ninarejea hapa tuendelee mbele zaidi. Tunasogea mbele zaidi msikilizaji, na tuko mpaka saa 2 kamili usiku. Hapa tuna dakika 16. Basi leo tutakuwa tunakamilishia hizi 16. Hii ni simulizi ya ndugu yetu anaitwa Meshaki akishia nasi haya mengi katika safari yake ya maisha. Na Meshaki anasema mimi Meshaki ninayashuhudia haya na yanatokea katika nafasi ambayo mimi nimeshika kama kiongozi. Mafanikio makubwa sana. Ajabu, hata wenzangu walisema haijawahi kutokea. Tukafika nyakati tunavyo kuwa na uzalishaji mkubwa wa mayai, kafika wakati wateja wanataka mayai na si tukawa hatuna. Na mimi sasa ni kijana ambaye nimechangamka, kwa nilikuwa mfuatiliaji mzuri sana kuhakikisha kiwango ambacho kinahitajika cha mayai kupitia kampuni yetu, sisi tuna uwezo wa kupeleka hicho kiwango ambacho wanakitaka, kwa kuyasaka popote pale yanapoweza kupatikana. Lakini tunanunua, tunayauza kwa kupitia kampuni yetu. Naamini wamfanya biashara unaelewa. Yes, yanaaminika mayai ambayo tunayatoa tunazalisha sisi. Na aliniambia yule mzee, aliniambia mtu anataka kutumia yani product yako unayozalisha wewe tu. Ndicho hiki ambacho kimetokea. Sifa nyingi zilikuwa zinatoka kwa bosi kuja kwangu akiniambia, unaona sasa umoja ni nguvu, unawaunganisha wenzio vizuri na ndio maana hakuna jambo linalokwama. Zilikuwa ni sifa njema. Na mara nyingi pia alikuwa akipenda kunipa pesa. Yani tu ananipa pesa, hongera sana, ananipa pesa. Kwa kweli niliona ni jambo jema. Kwa tumekuwa tukifanya kazi katika mafanikio makubwa, na boss alinishirikisha, aliniambia unajua mambo ya mafanikio sio mambo ya kusema sana. Lakini sasa hivi nimekuwa na issue nyingi ambazo zimezaliwa kwa kupitia hii. Na akaniambia nafikiri unahitaji upate time ya kupumzika. Umefanya kazi kubwa sana, upate muda urefresh akili. Siku nitatangulia mjini, nitakwambia utakuja mjini, ukae hata hoteli siku 2 urefresh akili. Kazi umefanya ni kubwa sana. Nikamwambia asante sana bosi, na akaniambia kila kitu utafanya mimi. Nitakukodia hoteli, utalala, kama una mwanamke unampenda, unataka kuwa naye siku hiyo, ni choice yako, lakini kama huna naweza nikakutafutia, nataka uenjoy. Yani huyu ni bosi wangu ananiambia hivyo, yani anataka nifurahi. Basi na mimi unajua kukubalika na bosi ni kitu ambacho kila mmoja anakifurahia. Kwa mfano mahali wewe unapofanya kazi, bosi wako anapokuamini na anaonyesha kukuamini mbele ya watu wake wengine, ni kitu cha fahari, ni kibali kikubwa sana. Kwa hiyo ambavyo ungejisikia vizuri ndivyo ambavyo na mimi najisikia vizuri. Kwa bosi wangu ananiambia sasa inabidi upate time upumzike, umefuweza sana kufanya kazi, na anajua mimi sio mtu wa ruhusa. Na hiki ni kitu kimoja wapo ambacho aliniambia mimi nimekukubali sana pia. Hiki ni kimoja wapo. Akaniambia unajua nimefanya kazi na wabongo wengi, yani wazawa wenzangu, jamani hawa ni watu wenye excuse isivyokuwa kawaida. Siku 7 za wiki, labda anafanya kazi siku 5 za wiki. Ikifika hizi siku 5 zote amefuweza kufanya kazi, huyo mtu muangalie mara 2. Maana utakuta Jumatatu kaenda vizuri, Jumanne atazingizia kitu fulani. Ikifika Jumatano, Ijumaa yenye kama tachelewa kidogo leo kufika, au watakwambia unajua mimi ni watu wa excuse asubuhi, mchana, jioni.
Hiyo pia ni tatizo. Hiyo pia ni tatizo. Kwa nikikutana na kijana ambaye yeye hana excuse kama wewe, naona ni kijana ambaye anajitambua anataka nini kwenye maisha yake. Mtu ukiona una excuse nyingi, yani wewe kila siku. Haya, anakuambia na msiba, muulize msiba wa nani? Unajua kuna msiba bwana, kuna jirani yangu mmoja tulishai kuishi naye Chanika kule, ana wifi yake yule, ana mamake, yule mamake sasa ana mtoto wake, huyo mtoto bwana ametangulia mbele haki, ndio tunaenda sasa. Kwa yuko tayari asiende kazini kwa mtu ambaye pengine ni wa mbali na yeye, yani kwamba anaweza hata tu akaenda jamani kuwapa tu pole, sio mtu wa karibu na yeye kiwango hicho, au ni jirani kwamba mlango kwa mlango, au ni ndugu. Lakini atakwambia unajua hao niliishi naye vizuri sana, yule jirani yangu kule Chanika, nisipoenda hawezi kunielewa. Kwani ni kafiwa na mtoto wake wa karibu? Jamani, sikafiwa na huyo wifi yake, anaishi wapi huko Songea jamani? Tumekubaliana tunaenda kusafirisha. Excuse ni kila siku. Atakwambia leo mgongo unauma, kesho kiuno. Atakwambia kesho unajua leo nimeamka hapa, nakwambia yani anatafuta tu jambo. Kwa hiyo wabongo wengi wanapenda sana kuomba ruhusa, kitu ambacho kwa kasi ya kazi zetu hizi watu wakiwa wanaomba hivi ruhusa, ina maana wanafanya utendaji unakuwa unashuka. Kwa kweli kuna excuses zinatokea, lakini ziwe kweli ziko na hoja, ziwe kweli mtu ukisema huyu anaomba ruhusa, kweli anaomba ruhusa kwamba ni kweli amebananika anahitaji ruhusa, na sio mara nyingi. Excuse hizo hazitokee mara nyingi. Lakini mwingine mvua ikinyesha tu anaanza kusingizia daraja, hapa kwetu daraja kivuko hapa kimemongonyoka. Lakini sio kwamba kimemongonyoka wengine hawaendi kazini, ni yeye tu anatengeneza uongo. Ni kwa sababu ndani yake hana shauku na kile anachokifanya. Kwa hiyo amekuwa akiniambia anapenda hiyo morali ambayo niko nayo. Kwa hiyo na mimi nafurahia, na amekuwa akiwaambia wenzangu, nyinyi mnamuonaga huyu anaomba ruhusa, huyu ndio kiongozi. Anaomba ruhusa kweli, unasema mtu huyu anaomba ruhusa. Kila siku nataka kupumzika. Ukifanya kazi wiki 2, ngoja nikamwangalie mke wangu. Hata useme maliza basi mwezi mzima, maliza hata miezi 3. Kidogo umeomba. Alikuwa ananitolea mifano pia kwa wenzangu. Sasa nilifurahi. Ilifika nyakati sasa ninamwambia bosi, nafikiri ule muda sasa naweza nikapumzika. Akasema sawa. Ni kweli ananichukulia hoteli. Kwa mara ya kwanza mimi nasema ukweli, nilala kwenye hoteli ya gharama. Ni hoteli ambayo alinichukulia bosi wangu. Hoteli nzuri sana. Na kitu kingine pia hakuishia hapo. Alihakikisha mahitaji yote ambayo nahitaji pale hotelini ni apate. Na aliuliza swali, are you sure okay? Kuna mtu unampenda anaweza akaja kukupa company, au nikutafutie mwanamke mrembo asipendi nawe kwa hizo siku uko hapa, unahitaji massage, unahitaji kurefresh akili? Nikamwambia hapana, niko sawa. Akasema mdogo wangu, kula maisha, unafanya kazi kwa bidii, ukipata break ya kupumzika pumzika, nenda ukafanye mambo, massage hizi, kula chakula kizuri, pumzika, kuwa na mtoto mzuri. Nikaambia hapana, niko sawa, yani niko sawa kabisa. Akaniambia sawa, kila mmoja ana vitu vyake vya kufurahia, basi tutapata time tutaenjoy, kwa hiyo tutapata time tutaongea. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo mimi nikabaki hapo, nikaenjoy kweli. Nikalala siku ya kwanza, nikalala siku ya pili. Bosi akaja pale kwenye hoteli, kulikuwa kuna sehemu nzuri ya kuongelea. Tukawa tumekaa hapo. Akaniambia, unajua kuna muda tunakuja kwenye hoteli kama hizi, hatuzungumzi tu hizi hoteli, tunaweza tukawa tunaenda za watu. Kuna siku unatoka mjini, unakuja sehemu fulani, unapumzika kwenye hoteli yako. Hii inakuwa ni hoteli yako. Nikamwambia ndoto kubwa mawazo makubwa, sijajua mambo kama haya yanawezaje timia. Pengine anaweza katimia hata nikifika miaka 60 huko. Akasema hapana, wewe umejua siri ya kufanikiwa mapema sana. Unaweza ukatimiza hii ndoto ili hali ukiwa bado kijana mdogo. Nikamwambia mpaka sasa hivi tunazungumza, wewe unamiliki hoteli?
Akasema ni uwekezaji ambao napenda, lakini haiko mjini hapa. Kuna mkoa ipo. Siku moja nitataka uende ukapumzike huko. Nikamwambia wow, nitafurahia sana nikiona maendeleo yako. Maana wewe ni role model wangu. Nataka nipite kwenye hatua zako. Akasema si ndo maana nakukubali. Akaniambia nilikwambia siku moja kwamba biashara lazima zizae biashara nyingine. Biashara ya mayai imezaa biashara nyingine. Akaniambia mimi mke wangu amesomea mambo ya farmasia. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa niliamua kuinvest pesa, na tuko na maduka ya pharmacy makubwa, sehemu kubwa. Nikamwambia sehemu kubwa ukimaanisha nini? Sehemu kubwa Tanzania. Na hii imenifanya pia kufanya vitu vingine tofauti. Lakini nina sehemu ambayo pia nilikueleza nazalisha mayai pia. Sio pale tu. Nikamwambia ya nakumbuka ulishia na mimi hilo. Akasema lakini sasa hivi kazi imefanyika kubwa sana. Kazi imefanyika kubwa na mimi nataka nikuongezee majukumu. Kuna vitu vingine vya kwangu binafsi nataka unavifuatilia. Nikamwambia bosi, kwanza niseme asante kwa kuniamini, kwa kunipa hii nafasi. Nakumbuka siku tunakutana, wakati nasikia watu wengine wakiwaeleza kuhusu ufugaji, nilikuwa interested kujua. Nashukuru Mungu kwa sababu alinipa nafasi ya mimi kutulia kukusikiliza. Nisingesikiliza kile ulichokisema, pengine nisingekuwa hapa nilipo leo. Akasema na hapo ndipo vijana wengi wanakosea, hawapendi kusikiliza. Wanaamini kila kitu wao wanajua. Elimu zinatolewa mbalimbali, mtu anaona kwamba mambo ya ufugaji nini, lakini hataki kusikia ufugaji hiki kitu wanazungumza ufugaji. Je, ni ufugaji mimi na ujua wa kinyumbani au una teknolojia gani huo ufugaji? Lakini kwa sababu mambo ya ufugaji bwana, nafuga mimi naweza kufuga bwana, lakini akisikiliza anaweza akapata kitu kinamsaidia. Kijana inabidi masikio yake yawe wazi kusikia. Lakini sio kila anachokisikia anakitenda, lakini asikie vingi, apate maarifa ya mambo mengi ili muwezeshe achague kipi ambacho naweza nikasimama nacho. Unaona? Sasa wengi wapende kusikia. Wanapenda kusikiliza nini? Vitu vyepesi. Mambo ya umbea, mambo ya udakudaku. Ndo udakudaku sasa umbea. Anapenda labda kutumia muda mrefu sana kusikiliza muziki. Muda wote anasikiza tu muziki. Muda wote anasikiza, hata akiambiwa kwamba sikiliza taarifa hii ya habari anaona muziki. Taarifa ya habari imeanza, zima redio. Kuna kitu alikuwa anakitazama hata kwenye simu, anaona kinahusu mambo ya siasa, mambo ya uchumi, mambo magumu. Utasikia wewe toa hivi vitu, sio vitu vyangu. Ni kwa sababu ubongo wake hautaki kuchukua vitu ambavyo vinaweza vikawa na maana. Anataka vitu vyepesi fulani, kafanya hivi, kuna picha za fulani za mtu fulani, hizo picha zake za utupu. Yaani mtu anataka kusikia hivyo tu. Sasa ukiwa una tension ya kusikiliza hivyo tu, wewe utakuwa na wakati mgumu. Lakini akaniambia pia upenda sana kujisomea. Najua siri nyingi zimefichwa kwenye kujisomea. Kwa mfano kama wewe umeishia kidato cha 4, unaweza ukawa simuelewa sana kwenye kusoma lugha ya Kiingereza, lakini huwezi amini pamoja na form 4 unaweza ukachukua kitabu ukao unasoma, kuna vitu unaweza ukapata. Unaona mimi napata muda mwingi sana wa kusoma. Na unaojua ukiingia kwenye gari yangu unaona vitabu. Lazima utenge muda wa kusoma. Soma kitabu kila siku. Soma kadri unavyoweza vitabu, kwa sababu ni mwanzo wa kuongeza maarifa. Watu wengi wanafanya vitu pia kwa kusoma vitabu. Na ndio maana hata matajiri wengi wanaandika pia vitabu, wanaandika siri zao za namna ambavyo walifanikiwa. Hawezi kuandika zote, lakini unaweza kupata mwanga. Kwa hiyo tusome. Mimi mwenyewe unaniona swala zima la ufugaji, unaona nafuga hivi. Tunahangaika na mambo mengine, lakini sio kama tunahangaika atufanye bidii. Tunabidii tunafanya, lakini tunahangaika na mambo mengine. Lakini ni kwa sababu gani? Tumepata ya maarifa nimeyachimba mahali kwa kujifunza, kwa kufanya tafiti, kwa kuchukua hiki, kwa kufanya hiki, kwa kuuliza hapa, kwa kusoma kitabu hiki, ndio nimefikia hapo. Sasa wewe umejua haya mapema, nataka nikwambie hata kama unaroga,
Yani kama wewe mrogaji mwenyewe akili huna bidii, sio mfuatiliaji wa shughuli zako, unaacha watu wanakupiga, huwezi kuona mafanikio. Nikamwambia nakuelewa. Ninakuelewa unachokisema. Na natamani na mimi nianze kusoma vitabu. Akasema nitakuletea vitabu vichache vyenye lugha ya Kiswahili. Tunao waandishi wetu wanaandika vitu vikubwa sana. Kuna wengine wametafsiri vitabu vya lugha za Kiingereza na lugha tofauti wameleta kwenye lugha za Kiswahili. Unasoma na unaelewa. Nikaambia tafurahi sana. Kaza takupa vitabu vichache uanze navyo. Tulizungumza mazungumzo haya, lakini natamani kujua anataka kuniambia kuniongezea jukumu gani. Lakini huyu amekuwa ni rafiki yangu sana. Sana. Na nikwambie kwa namna moja ama nyingine ameniheshimisha sana. Kiwango pia cha mshahara ambacho ananilipa kimepanda. Sio kama kile nilikuwa nikilipwa nilipofika pale. Na ananipenda sana mtu huyo. Ananisikiliza pia sana. Nikisema kwa mfano haya mayai nilienda kuyafuatilia ni mazuri, hataki hata kuoji. Ananiambia wewe umesema basi mteja apelekewe. Na hahoji chochote na mimi nafanya. Kwa hiyo mazingira kama hayo. Anaitwa Mesha Kiaketishia nasi haya. Nikushukuru sana kwa kutupa nafasi ya kutusikiliza msikilizaji. Muda umekwisha. Mimi na wewe tutaonana kesho. Yes, nikutakia usiku mwema.